inastahili bila kutishiwa na mtu yeyote. Na sisi lazima tutatimiza matakwa yetu katika ambayo imeandikwa katika katiba ya Kenya, katika sheria ya Kenya ambayo inatuongoza sisi kama wanabunge ya kaunti. Ni lazima tutafanya kazi yetu na tutakubali mtu yeyote kutisha. Pia kitu kingine ningeomba pia wale wenzetu ambao wanatumika, kwa sababu jana wakati magari ilifika, wale watu walishuka kwenye magari ilikuwa ni wanabunge wetu wawili ndio walitumika kwa identify ndugu yetu Abdurrahman. Mimi ningeomba msitumike kujaribu kutupiga sisi, kwa sababu hata zile kitu tunafanya ni kwa sababu ya wananchi. Hatufanye kwa sababu ya mimi sifanyi kwa sababu ya watu wa Ngaramara. Pia watu wa Garbatula wanafaidika, watu wa Kina pia wanafaidika. Kwa hivyo tungeomba tu ya kwamba msitumike kujaribu kutupiga sisi, kwa sababu sisi pia tunatetea maslahi yenu. Wanda ikawa mambo ya mabadiliko itakuja itawasaidia nyinyi pia, sio sisi peke yetu. Kwa hivyo tusirudiane. Na pia tungeomba pia serikali ichukue mkondo wake. Tungeomba uchunguzi ianze kwa haraka, ijulikane ile kitu ambaye inaendelea kwa Isiolo kwa sasa. Na hata kwa Isiolo peke yake. Kama sisi tunafuata mpaka Baringo, tunafuata mpaka Nakuru, mpaka tumefuata mpaka Nairobi, mpaka tumeingia mpaka Machakos, hii ni maisha gani? Hii ni Kenya gani tunaishi? Kwa hivyo tungeomba serikali ichukue hatua kwa haraka. Hawa watu ambao walikuwa wanatufuata jana washikwe, tujue nia yao ilikuwa ni gani. Have you reported this to any police station? Sisi tumeweza kurekodi statement, polisi walikuja hapa na tumeweza kurekodi statement. Vile jana tuliona ile occurrence yetu ilikuwa jana, sisi tumeweza kuandikisha. Na tumeambia Kenya ya kwamba, tumeambia watu Isiolo kwamba maisha yetu iko hatarini. Hata siku ile tutakuja bunge, mjue ya kwamba hatuwezi tukategemea hata polisi kwa njia nyingine, kwa sababu tumeona ya kwamba pengine hata polisi wanaweza kuwa compromise. Kwa sababu wale watu jana walikuwa wanatutisha hapa ni polisi. Kwani polisi ile sisi tunatumia na ile mtu anatumia? Kwani si wa Kenya? Kwani kuna polisi wanatoka Uganda ama wanatoka kwingine? Kwa hivyo tungeomba serikali pia wawe neutral, wajue kwamba sisi pia tunafanya haki yetu, tunafanya kazi ambayo ni yetu. Wasichukue pengine nia ya kuona kana kwamba sisi tuko na nia mbaya na gavana. Hatuna nia mbaya, sisi tunafanya kazi yetu kama vile imeandikwa katika katiba ya Kenya. Jina naitwa Mheshimiwa Litimalo na mimi ni nominated. Yangu ni kusema ya kwamba juzi tarehe 10 tuliweza kuanza mjadala ya kumtimua Governor Ibrahim Hassan Guyo, na hiyo itaendelea, haitarudi nyuma hata baada ya yeye kukuja kututishia sehemu yote ambayo tulikuwa tunaenda. Tutafanya hivyo, na ya kwamba wananchi wa Kenya, wananchi wa Isiolo na Wakenya kwa jumla wajue ya kwamba wawe tayari ya kwamba Ibrahim ataenda nyumbani na hakuna kurudi nyuma na hakuna dawa hapo. Asante. Licha mimi ndio MC ya Chariot. Nataka kuambia gavana yetu, tumekupatia nafasi miaka 3 ya kuiba pesa ya umma. Zaidi hiyo hatuwezi kubali, kwa sababu sisi ni MCS, tumepigia kura vile umepigia hata wewe. Kwa sababu sisi tumeanza mambo ya impeachment, wewe unajaribu kututisha. Sisi kama MCS hakuna mtu atatishika hapa. Na tuko hata na wanawake au hata waheshimiwa hao wanawake hawawezi tishika, kwa sababu sisi tuko pamoja, sisi bado tuko 16 na tuko intact. Na hii miaka 2 imebaki utaenda nyumbani. Hakuna mambo tafadhali. Zingine nataka kuongeza mambo ya MCS, kuna wakora wawili wanafuata hiyo governor. Hata watu wodao hajawaona. Sijui walitoka wapi. Jana tuliona tukashangaa. Wakati wanakuja kuvamia ndugu yetu Abdurrahman, tulishangaa sana. Na wajue Abdurrahman wako na ndugu na wamezaliwa na mwanaume. Hata sisi kama MCS hatuwezi kubali hiyo maneno kama hiyo. Sisi ni viongozi, kama viongozi mmoja anatumia nguvu yake anajipiga kifua, hata sisi ni viongozi, hata yeye ni binadamu kama sisi, si Mwenyezi Mungu. Ninataka kuambia governor.